Mingine ambayo ningependa kuchangia kutokana na hotuba hii ya Mheshimiwa Rais ni mafanikio ya sekta ya madini. Tunatambua ndani ya miaka 5 iliyopita ya muhula wake wa kwanza aliweka historia ya kuhakikisha kwa mara ya kwanza tangu uhuru Benki Kuu inanunua dhahabu. Uamuzi huu ulikuwa hujawahi kufanyika, na mpaka sasa tunaposimama hapa zaidi ya tani 1.7 zimenunuliwa na Benki Kuu na kuifanya nchi yetu kuwa miongoni mwa nchi 10 kwenye ukanda wa Afrika. Lakini leo kama serikali inafanya maamuzi ya kuuza akiba yake kwa ajili ya miradi hii ya kimkakati, napenda kuiunga mkono na kuiomba serikali isisikilize maneno ya watu ambao hawaitakii mema kimfaacho mtu chake. Wakati Mama Samia anatoa maono haya ya Benki ya Kuu inunue dhahabu, hata hawakutoa maoni. Ni bunge la 12 kupitia kamati ya nishati na madini, kupitia kamati ya bajeti, ambapo Mheshimiwa Rais alisikiliza na Wizara ya Madini ikaanza kufanya hiyo kazi. Inaposema leo inataka kuuza sehemu ili kugharamia miradi yake ya kimkakati, kupunguza utegemezi wa mikopo ya nje, ni jambo la kuliunga mkono, na hawa wanaharakati utwara ni wa kuwapuuzia na kuwaomba Watanzania wasipate taharuki yoyote, kwa sababu huo ni uamuzi wa kimkakati na ni sehemu ya hotuba yake ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye ukurasa wa 14, na naomba niinukuu aliposema, tutaimarisha masoko ya mtaji kwa kuhamasisha uwekezaji wa ndani na kutumia rasilimali zetu kama madini kudhamini mikopo ya uwekezaji. Napenda kumalizia kwa kuunga mkono hoja hii na kutakia kila laheri Mheshimiwa Rais. Hotuba hii mengi yanatekelezeka katika muhula huu wa pili, na kwamba tuna imani maendeleo makubwa yatapatikana. Asante sana kwa kunipa fursa hii na kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana.